ambapo daraja hili lilipokuwa halijajengwa tulipoteza watu wengi, sababu daraja hili linasaidia sana, linaunganisha kati ya vijiji vyetu na hospitali kubwa ya Belega. Hivyo watu wengi wamepoteza maisha, wajawazito, watoto na wagonjwa, ambapo walipokuwa wakitoka majumbani kwao kuelekea hospitali ya Belega kwa ajili ya matibabu. Hivyo ninapokuwa mto huu umejaa, watu wengi walipoteza maisha. Lakini baada ya kujengwa daraja hili, tumeona tunasafiri kwa uwepesi, lakini pia tunasafiri kutoka majumbani kwetu kupeleka wagonjwa kwa muda mchache. Lakini daraja hili limetusaidia hata kupeleka mazao yetu katika masoko. Nina hamasa kubwa sana juu ya daraja hili. Napenda kumshukuru Mungu kwa viongozi kwa idara zote mbalimbali kwa kutoa mradi wa daraja hili. Mimi ni mkazi wa hapa na ni mmoja hapo nilipata zao kidogo tu niondoke na maji mimi mwenyewe, lakini namshukuru Mungu sasa hivi niko mzima. Kabla ya daraja hii changamoto zilikuwa nyingi. Watu walikuwa wanapitishwa humo wagonjwa na maji, wengine wanaenda na maji. Kwa kweli wajawazito maji yakijaa wanakaa ngambo ya pili, wanaweza kupata tabu ya kujifungulia kitabu baada ya kwenda Belega. Lakini sasa hivi naona mambo yamekuwa mazuri. Daraja hili limefanya muunganiko wa kupitisha mazao yetu, kupitisha vitu mbalimbali ambavyo vilikuwa vinashindikana kupita ndani ya maji yakijaa, lakini sasa hivi vinapita. Mimi nakumbuka kwa sababu tulikuwa tunamvisha mama mmoja, alikuwa ni mzazi, ajifungua pale kwenye ule mti pale. Na tulikuwa tunamvisha mzee mmoja, tumembeba na kitanda vya kamba hivi. Alikuwa anapelekwa hospitali ng'ambo. Yule mzee baada ya muda mrefu maji alifia pale juu ya mlima pale. Kwa hiyo mimi nakumbuka kwa sababu mimi mwenyewe ndio nimebeba yani mwenyewe. Ujenzi sasa hivi hata magari sasa hivi ile njia ya kwenda Nguyami yanakata yanapita njia hii. Mafuso mengi yanakata yanapita njia hii. Sema tu mimi nilikuwa naomba serikali iweke bango kule, si ndio? Ili wajue ni tani ngapi ya gari ambayo inaruhusiwa kupita katika njia hii. Na tuna barabara ambazo tayari zimefanywa feasibility study na imepewa hela ya kutoka Gairo mjini mpaka kwenda Nongwe, kilomita 77. Lakini lami itakwenda kilomita 57 kwa sababu wanaipunguza makona. Kwa hiyo sasa badala ya kwenda kilomita 77 wananchi watatembea kilomita 57, lakini watafika makao makuu ya tarafa ya Nongwe. Na tuna barabara ile pale tulikotoka, inatoka pale imeingia mwaka huu inaingizwa kwenye feasibility study kutoka hapa mpaka Kiblashi Kilindi, ambaye nayo itakwenda kama kilomita 70. Kwa hiyo na Gairo mjini kama mnavyoona, sidhani kama kwenye mkoa wa Morogoro kuna wilaya na mabarabara lami kama hivi yako yaliyopo, na sasa hivi bado wakandarasi wanaendelea kuweka tena mengine mapya. Iwa kimkakati baada ya maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati akizindua daraja la Belega lililopo wilaya ya Kilosa lenye urefu wa mita 140, ambapo alielekeza fedha zilizobaki zitumike kutekeleza mradi huu. Mkataba wa utekelezaji wa mradi huu wenye thamani ya shilingi bilioni 1,346,580,000, ambalo daraja lile lilikuwa changamoto kwa wananchi wetu kwenda maeneo mengine, lakini leo hii daraja liko katika hali ya wangu wa vibora, limepata taratibu zote za kisheria, lakini hata fedha ambazo zimetumika hapa kwa kweli zimetumika kwa mujibu wa taratibu kwa ujenzi wa barabara hii pamoja na daraja. Kwa maana hiyo, mimi pamoja na vijana wenzangu kwa heshima Daktari Samia Suluhu Hassan na upendo wa wananchi hawa, kwa sasa tupo tayari mimi kuweka jiwe la msingi la barabara hii ili wananchi waendelee kupata huduma. Mwenge wa Uhuru!